Lakini hata ukija kuangalia mpango wa nyuklia ambapo kwa mwaka 2018 rais wa Marekani Donald Trump alipoweza kukataa mpango huo, labda kwa upande wa Marekani walikuwa na sababu zao. Lakini ukija kuangalia kwa awamu hii ya pili ambapo rais wa Marekani Donald Trump alipoweza kuchukua madaraka rasmi, kuna vitu ambavyo natamani aweze kuvirekebisha katika baadhi ya mataifa, ikiwemo ni sambamba na taifa la Irani. Tukumbuka tu ni kwamba Irani pamoja na Israel ni mataifa ambayo hayapatani. Lakini ukija kuangalia kwa upande wa Marekani amekuwa ni kwamba akisaidia upande wa Israel. Hata ukiangalia hata katika kipindi ambapo Donald Trump alipoweza kuwa rais, nazungumzia kwa awamu ya kwanza, ni bado ni pale pale ushirikiano ulikuwepo kati ya Israel pamoja na Marekani. Bado rafiki uliendelea kuwepo kati wa waziri mkuu wa Israel na mzungumzia Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Marekani Donald Trump. Lakini hata hivyo napokija kuangalia kwa awamu hii ya pili sasa, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alipoweza sasa kuchukua madaraka rasmi, na kwa awamu hii ya pili tunaona matumaini yake na matamanio yake ni kuweza kurejesha sasa ule ushirikiano na baadhi ya mataifa. Tumeweza kuona katika taifa la China, lakini hata hivyo tumeweza kuona katika baadhi ya mataifa, na ikiwemo ni sasa ni taifa la Irani. Lakini hata ukija kuangalia, natamani kuweka au ushirikiano au mahusiano mazuri na taifa hili la Irani, huku ni kwamba Irani bado hajaweza kusahau mwaka 2018 ambapo mkataba ulikuwa wazi kuweka makubaliano katika masuala mazima ya nyuklia. Lakini ni kwamba upande wa Marekani, rais wa Marekani Donald Trump na 2018 alikuwa yeye ni rais. Angekuwa labda 2018 Donald Trump angekuwa labda kuweza kuwa rais, ingekuwa ni kitu ambacho ni chepesi sana kwa taifa la Iran kuweza kukubaliana na Donald Trump kwa haraka zaidi, kwa sababu labda angeweza kusema kipindi kile rais hakuwa ni huyu. Lakini kwa sasa hivi kwa kuwa labda Marekani imeweza kupata kiongozi mpya, inakuwa ni rahisi sana kwa kuweza kufanya makubaliano. Lakini hii imekuwa ni tofauti kwa Irani, na kuna baadhi ya watu huwa wanasema kwamba rais wa Iran Masoud Pezeshkian ni mtu ambaye yeye huwa hanaga hata misimamo mikali. Yaani ni mtu ambaye huwa anapendaga amani. Lakini sasa tunaona katika swala hili la Marekani kuweza kutaka kufanya mpango mpya tena na taifa la Irani katika masuala mazima ya nyuklia, ameweza kuweka ugumu katika taifa la Marekani. Na hata ukija kuangalia mazungumzo ambayo yeye anayataka, sio mazungumzo ya ana kwa ana, tofauti na rais wa Marekani ambapo Donald Trump yeye anataka mazungumzo ya ana kwa ana. Lakini ukija kwa upande wa Iran, yeye hataki mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu gani hataki? Anakumbuka mwaka 2018 mpango uliokuwa mezani, lakini Marekani waliweza kukataa huo mpango. Inakuwaje mwaka huu 2025 Marekani waweze kukubaliana na huo mpango? Kuna vitu vingi sana vya kuweza kujiuliza, na hata katika upande labda wa Iran Aisha wameweza kujiuliza kuna nini ambacho Trump ameweza kukiwaza kuweza kukubaliana sana ule mpango wa 2018 eti anakuja tena kukubali mwaka 2025. Na hata ukija kuangalia vita ambayo inaendelea Mashariki ya Kati, nazungumzia Israel pamoja na Palestina, Israel pamoja na Lebanon, ni vita ambayo inaendelea. Marekani yupo hapo katikati, naweza nikasema hivi, akiwa akiendelea kumuunga mkono upande wa Israel. Lakini hata hivyo Marekani akiendelea kuunga mkono upande wa Israel, tukumbuke hata Iran na yeye yupo katika upande wa Palestina pamoja na Lebanon. Kwa hiyo hii inakuwa inaika chachu, naweza nikasema hivyo, au inakuwa ni vigumu kwa upande wa Iran kuweza kukubali moja kwa moja makubaliano na Marekani. Kwa sababu akiweza kuweka makubaliano, tukumbuke tu ni kwamba hata yeye kuweza kusupport upande wa Hamas na kuweza kusupport upande wa Hezbollah itakuwa ni vigumu. Na ukija kuangalia Iran ipo karibu na ushirika zaidi na Urusi. Tukumbuke kuna kipindi ambapo Marekani iliweza kusema kwamba iwapo kama upande wowote, taifa lolote itaweka makubaliano na taifa la Urusi, kwa sababu kwamba mataifa sasa yanashirikiana katika masuala mbalimbali, basi taifa hilo litaweza kuwekewa vikwazo. Lakini hii haikumfanya Iran yeye kuweza kurudi nyuma, kuweza kusema kwamba labda kwa sababu ya vikwazo taifa la Marekani itaweza kutuwekea, basi mimi kutoweza kushirikiana na taifa la Urusi. Lakini tukiweza kuona kwamba Irani ameweza kushirikiana na Urusi, na mpaka sasa hivi ni washirika katika masuala mbalimbali. Na ukija kuangalia katika ushirika wao ambao unaendelea Aisha, kuna vikwazo ambavyo tayari Irani wameshaweza kuvipata kutoka kwa Marekani. Ni sambamba na ndege za Irani kutoweza kutua katika ardhi ya Marekani. Lakini hii haijamfanya kwamba Irani kusema kwamba ngoja nirudi nyuma kwa sababu ya hivi vikwazo ambavyo nimeweza kuwekewa na taifa la Marekani. Bado tunaona ushirika ukiwa bado unazidi kuendelea zaidi na zaidi. Lakini hata hivyo ukija kuangalia tena migogoro ya vita ambayo inaendelea Aisha,
huwa nasema hapa ni kama vile kuna mnyororo ambao upo ambao unazunguka. Ukija kuangalia upande wa Mashariki ya Kati na hata ukija kuangalia upande wa Urusi pamoja na Ukraine, bado kuna cheni ambayo ipo inazunguka. Washirika ambao wapo huku na washirika ambao wapo huku, utakuta ni wale washirika ambao hawaelewani. Labda mimi mfano na kusupport Aisha, lakini mimi mwenyewe labda mimi na kusupport Aisha, lakini mimi na kusupport Aisha, tukumbuke mimi na kusupport wewe, kumbuka mtu ambaye unagombana na wewe Aisha, mimi sielewani naye. Kwa hiyo bado ni cheni inakuwa ni ile inazunguka. Kwamba natamani nimpige lakini nashindwa kumpiga, nampiga kupitia na nampiga kupitia wewe. Ndio kitu ambacho kinaendelea kwa sasa hivi. Na hata ukija kuangalia kuna mambo mengi sana baadhi ya watu huwa wanazungumza kuhusiana tu na baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kama anautaka ule mpango wa nuclear 2018 basi uweze kuweka mezani na waweze kusaini. Na kati ukija kuangalia katika upande wa Iran wenyewe bado kuna vitu anajiuliza. Kwa nini anataka sasa ule mpango wa 2018? Kuna kitu gani ambacho Trump ameweza kukiona? Na hii inafanya labda inatokea kwa sababu labda Donald Trump ni mtu ambaye huwa anaangalia faida upande wa Marekani. Akiona hapa kuna faida anatia mguu. Akiona hapa hakuna faida ni vigumu sana kuweza kusogelea. Kwa hiyo hii imekuwa ni vigumu sana kwa upande wa Iran kuweza kuamini moja kwa moja labda tukisema tuweke mpango mezani wa nuclear itakuwa ni rahisi labda kwa upande wa Iran. Lakini hata tukumbuke tu ni kwamba Trump ameweza kutoa vitisho kwamba mpango usipowekwa mezani basi anaweza kaishambulia Iran. Kwa hiyo unakuja kuona jinsi gani ambavyo lisha hata ya vitisho vyake ambavyo ameweza kuvitoa katika taifa la Iran, bado tunaweza kumuona kwamba rais wa Iran Masoud Pezeshkian akiendelea kushikilia msimamo wake ule ule kwamba tutafanya mazungumzo, lakini mazungumzo haya hatakuwa mazungumzo ya ana kwa ana, inawezekana labda mazungumzo ya kwa simu, lakini hata huo mpango wa nuclear ambao Trump anataka uwekwe mezani itakuwa ni vigumu sana, kutokana labda kuna vitu ambavyo huwa anakaa kuweza kufikiria. Mpango tulikuletea 2018 ukaukataa, inakuwaje mwaka 2025 unasema unakubali na huo mpango?